Mwasha Baba Askofu Thomas Kiangio, askofu wa jimbo la Tanga, Mheshimiwa vika wa jimbo, katibu, mapadre wote na shemasi ambao watapata upadre vile vile hapa, watawa, waumini wote, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunapoadhimisha misa hii tunaadhimisha wito wetu. Wito ni safari. Ni safari ya kumwelekea Mungu. Ni safari ya kufanana na Mungu aliye mtakatifu. Na ni kwa sababu hiyo ni kuachana na yale ambayo yanapingana na safari hiyo. Kuyaweka pembeni yale ambayo ni kikwazo ili kumsikiliza yule anayetuita. Yule anayetuita ni mtakatifu. Kwa sababu hiyo tuna wajibu mkubwa wa kutakatifuza ufahamu wetu, kwa sababu lazima tumfahamu vizuri yule anayetuita. Na ili tumfahamu vizuri, tukiwa tumechanganya ufahamu huo hatutaweza kumfahamu vizuri. Kwa ili tufanye vizuri lazima tutakatifuze ufahamu huu. Ni lazima tutakatifuze utashi wetu ambao unatuongoza katika kuchagua yale ambayo yanatupasa tufanane na Mungu. Tusipotakatifuza ufahamu wetu tutachanganyikiwa, tutafanya hovyo, tutachagua yale ambayo ni kinyume na mapenzi ya yule anayetuita. Ni lazima tutakatifuze mioyo yetu. Moyo ni alama ya upendo. Upendo huu si upendo ambao unakumbatia ubinafsi. Ni ule ambao unakumbatia watu. Ni ule ambao unaenda kulaki watu katika shida zao, katika matatizo yao, katika huzuni walizo nazo, katika majeraha walionayo katika maisha yao. Na kwa sababu hayo mambo yatafanya tusafiri salama, tumwelekee Mungu. Kwa hiyo yule anayetuita ni mtakatifu. Na ndio maana unaposoma waraka wa kwanza Mtume Petro kwa watu wote sura ya kwanza aya 15 mpaka 16, bali ninyi mtambue yule anayewaita ni mtakatifu, na hivyo na ninyi iweni sasa watakatifu katika mienendo yenu. Na inasisitizwa mienendo hiyo kwa sababu hiyo ndiyo inaweza kukwaza, hiyo ndiyo inaweza kukatisha tamaa watu wasiweze kuungana na jamii hii ya Kikristo. Hata ukisoma tena katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 2 utakutana na haya. Iweni watakatifu kama Mungu ambaye ni baba yenu ni mtakatifu. Na sisi ni wadhambi. Na ndio maana safari hii inahitaji kuachana na dhambi. Na Yesu anatuambia ameushinda ulimwengu. Na kama ameushinda ulimwengu anatuambia tujipe moyo, na kwa sababu hiyo kuachana na dhambi ni kumwangalia Yesu, ni kuambatana naye, ni kutembea naye katika maisha yetu. Na ndio maana katika safari hiyo ya wito tunastahilishwa kwa neema yake anatupa ili tushinde magumu, tushinde maelekeo mabaya, tuyashinde yale ambayo yanakuwa kikwazo katika safari yetu ya wito. Na ndio maana katika somo la kwanza tumeelekezwa, tunaona hayo. Huyu mtakatifu tunamwona nabii Isaya anavyoitwa. Safari hiyo inaonekana hajaitika tu mara moja tu, lakini cha kwanza ni malezi. Alivyolelewa akawa na ibada pamoja na udhaifu alionao. Akawa karibu na hekalu. Pengine angekuwa karibu na kilabu cha pombe, angekuwa karibu na nyumba za ajabu, angekuwa karibu na matusi. Lakini amekuwa karibu na hekalu. Amekuwa hekaluni. Na ndio maana tunaambiwa katika somo hili maono haya anayaona
katika hekalu. Tunaambiwa anamuona huyu mtakatifu, huyu wa watakatifu, Mungu aliposimama ni patakatifu, hakuna hitilafu yoyote. Na ndio maana wale maserafi wanaitikia mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Hakuna kilicho dhaifu pale. Na yeye ni dhambi, akiwa mbele ya mtakatifu dhambi zake zinaanikwa. Na ndio maana yeye mwenyewe anatambua udhaifu wake na dhambi zake. Ole wangu mimi niliye na midomo michafu na ninayeishi kati ya watu wenye midomo michafu. Sisi sote ni wenye midomo michafu. Anakiri imani, anakiri dhambi zake, anakiri udhaifu wake. Na ndio maana hili linaonwa kwa namna ya pekee, na Mungu anaangalia si udhaifu ule, anaangalia yale ambayo ni fadhila ndani mwake, kwamba atakuwa msaada mkubwa. Tunaambiwa katika somo hili, serafi mmoja akapeleka kaa la moto likagusa midomo yake, akatakasika, akawezeshwa. Na ni kutoka pale anaweza kasikia sauti ya Mungu. Na sisi tukiangalia katika ulimwengu wa leo kuna sauti nyingi sana zinaita. Kizubaa hata ukiwa utawani, uwe padri, unaitwa tu na sauti za ajabu. Usipokuwa makini unapotea. Kama umeitikia sauti ambayo si ya yule anayekuita. Ili ufanye hivyo lazima ujue kwamba nahitaji kuwezeshwa. Nahitaji neema za Mungu. Na ili nifanye hivi niwe mwongofu kila wakati, na niweze kuwa ni mtu wa toba kila wakati, ili nisiwe katika dhambi, niwe katika mwanga, nitaisikia sauti ya Mungu. Baada ya kuondolewa dhambi, tunaona anaisikia sauti ya Mungu. Ni mtume, tumtume nani? Aende kwa ajili yetu. Kwa sababu amewezeshwa, ndio maana anaitika, nitume mimi, nitume mimi. Anafanya hivyo tayari ameshawezeshwa. Na tunaona kwa nabii Isaya kutetemeka, lakini tunaona kutii. Kutetemeka kwa sababu amewezeshwa tayari, anatii. Na anapotii anajitoa bila kujibakiza. Anajitoa kwa yule anayeita, tumtume nani? Naitikia mimi. Najitoa bila kujibakiza. Nimewezeshwa. Najua mimi ni nani. Na kwa sababu hiyo naitika kirahisi. Tume mimi kwa moyo wote kutoka moyoni mwangu. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, mashemasi wetu hawa wanachukua nafasi ya Isaya, na sisi sote tunachukua nafasi hiyo. Tumtume nani? Mashemasi wanaopata upadre leo wanasema nitume mimi. Na huyu anayeitwa kuwa padre anaitwa kuwa Yesu mwingine. Ndio utambulisho wake, kuwa Yesu mwingine. Ni utambulisho huo lazima aulinde kwa vyovyote vile. Na utambulisho huu wala hauwezi ukawa katika sifa za watu wakusifie. Hauwezi ukawa katika lawama na kukuzomea na kukutukana. Iko nje. Na kwa sababu hiyo huyu padri huyu anaitwa kuwa Yesu mwingine, anaitwa kutunza utambulisho huo. Ni sawa na nguo mpya lakini nachuja. Ukifua tu rangi inaenda, mwisho wake ni nini? Nachujuka. Na nguo iliyochujuka ni mbaya kabisa na haipendezi. Yaani inaonekana hovyo kabisa toka na mwanzo.
Na ndivyo hivyo kata kwa padre huyu ambaye anaitwa kuwa Yesu mwingine. Watu wanapofika hawaoni tena Yesu mwake, amechujuka. Kwa nini? Kwa sababu amepoteza utambulisho wake kuwa Yesu mwingine. Kwa hiyo unapoitwa kuwa Yesu mwingine, si swala la kujivuna kwamba Yesu mwingine nini, Yesu mwingine ni swala la unyenyekevu na utii kwa yule anayekuita. Ni swala la kutambua udhaifu wako. Ni swala la kusema jamani, mbele ya Mungu naomba niondolewe na toba, nifanye toba. Ni swala la unyenyekevu. Kwa hiyo ukijisahau, hasa usipojisikia nyumbani katika wito wako ule, katika utambulisho wako, Waingereza wanasema unaingia katika crisis of identity, utatambulika tena. Umeitwa kuwa Yesu mwingine, unashangaa unatamani kuwa katika ndoa. Umeitwa kuwa Yesu mwingine, unashangaa unashinda kwenye kilabu cha pombe. Uko kwenye crisis of identity. Watu wanakushangaa, hivi huyu mbona tunamuona hapa? Anafanya nini hapa? Sio sehemu yake. Ndio maana malezi ya padre ni malezi ya ushirikiano kati ya waumini, wale walezi, makuhani wote, katika kulea huyu padre. Na ndio maana mwisho wakati kuna matangazo. Ubinadamu wetu wakati mwingine unatupotosha. Anaweza katangaza, waumini wanajua kabisa huyu padri, huyu shemasi huyu, wanasema kama mwenye kizuizi alete taarifa, tunamuhifadhi. Ukifanya hivyo na hifadhi uovu, na unatengeneza kitu cha ajabu. Ndio maana padre ni mtoto wa waumini, amelelewa na waumini hawa. Ukisikiliza vizuri katika ibada ile, anastahili baada kuwauliza Wakristo na wale wanaohusika, yani walezi, nauliza walezi, anauliza Wakristo kama walificha, wamepoteza nafasi yao muhimu katika kanisa ya malezi ya padre. Na mwisho wakati kama watamrushia mawe huyu padre, basi inabidi wazomewe kwamba walifanya upuuzi wao wenyewe na wamekuwa wapuuzi wao. Hawakulea vizuri, walipitiliza tu wakasahau wajibu wao. Na ndio maana yuko hivi, hawajasaidia chochote hawa. Maana ni padri huyu ni mtoto wa waumini, hajatoka hewani, ni mtoto wetu. Na ukiona wewe ni muumini unaanza kumzomea padri na kumshangilia, ujue kwamba unajizomea mwenyewe na kujitukana mwenyewe. Huyu padri amepoteza utambulisho wake, si Yesu mwingine tena. Wewe utasema kwamba lione hivi ndio linaloongoza misa leo. Misa hii siendi mimi. Unaenda ni lile liko kwenye kitubio, amekuwa sio yule tena, lile. Maana Waingereza wanasema ni monster. Maana ni monster ni lile lenye, yani kama macho inakuwa mikubwa, likichwa likubwa, ajabu ajabu. Wewe sasa amepoteza utambulisho, kwa hiyo ndio hili. Kwa ndio maana katika safari hii ni safari ya ushirikiano na si ya siku moja, mpaka pale mtu anapopoteza maisha yake, yani Mungu anapomwita njoo pumzike. Lakini sio katika safari hiyo, nitume mimi, haipotei. Kuangalia kutathmini utambulisho wako, kweli hapa ni Yesu mwingine mimi au nimepoteza, nimechujuka. Kwa ndio maana wanapopadilishwa leo hawa ndugu zetu tutawashangilia sana. Pigia vigeregere, toa zawadi,
tashangilia, lakini baadaye atasema yaone. Sasa yani ikiwa hiyo, yani sababu tukavyoshangilia iwe katika maisha yote. Shangilia watu hawa wako vizuri mpaka mwisho, ili wasije kasahau tena ni yule alikuwa anafunga mkono. Mbona leo saa hizi anatembea jijini hapa kwenye mwendo wa haraka na ameshika pale Ekaristi Takatifu? Mbona leo anatupa Ekaristi Takatifu huko, ambayo ni utambulisho wake ule? Maana huyu ambaye ni Yesu mwingine ndio anayeleta Yesu katika jumuiya, katika familia, katika ulimwengu huu. Mbona leo anamtupa? Ni yule. Maana yake ameshapoteza radha, amepoteza utambulisho wake. Kwa sababu hiyo lazima, ndio maana tunasema kama tunapoona, si swala tu la kushangilia, si swala tu la kupiga, ni swala la kumwombea, ni swala la kumsaidia huyu aishi vizuri wito wake. Si swala la kumkaribisha na kuficha kwenye vyumba vyetu huku. Ni anashangaa, toka huku, sio kwako, nenda zako katutumikie. Unafanya nini huku? Saidia. Si tunamhifadhi, namhifadhi amekuwa nyama ya nguruwe ambayo ameweka kwenye friji, ndio namhifadhi. Sio swala la kuhifadhi, swala la kusaidia, swala la kusaidia mtu huyu. Na ndio maana somo la pili linatukumbusha zaidi kwa huyu padre, huyu kuhani wetu, ambalo tumelisikia vizuri. Tunasema katika maisha ya padre anakuwa mfano wa waumini. Mfano wa waumini. Katika kwa mfano wa waumini analeta uokovu kwanza kwake yeye mwenyewe. Umekuwa padre au kuhani, alafu anasema kuungama siungami, wanaoungama ni wale. Unajua wewe umepotea. Kwa mfano kwa waumini, wewe kwanza kuungama. Na unapokalia kiti kile, wewe si hakimu, ni Yesu yule ndiye naye ya kiti kile. Kwa sababu yafanya mambo yote kama Yesu mwingine. Watu wavutwe, watu waje wakimbilie, watue mizigo hiyo kwako. Waseme kwenda kwa yule ni sawa sana kwenda jehanamu, utakuwa umepoteza. Kwa hiyo unaleta wokovu kwako na wokovu kwa watu. Kwa mfano kwa waumini unaleta wokovu kwako wewe mwenyewe na kwa waumini wale uliokabidhiwa uwaongoze. Ndio maana maneno nayo yasema uyatathmini vizuri. So, uwe mfano katika usemi, katika mahubiri yako. Usiende katika mazoea. Jiandae, usali, utafakari neno la Mungu. Uwe mfano katika usemi wako. Unavyosema ukifika pumbavu, una maana makofi, huyo muumini hata kujia hata siku moja. Uwe unafikika. Na mfano tena katika mwenendo wako. Usemi mwenendo wako. Lakini uwe mfano katika upendo ulionao wewe. Ni upendo agape, ni upendo wa sadaka. Ni upendo ambao unafanywa wakumbatie wale uliokabidhiwa walivyo, na uwapokee walivyo. Si wanavyoonekana kwako. Wakisema ndio ndo nafurahi. Wakikwambia baba hapa unatukwaza, sasa wewe wewe ndo maono. Kuna kipindi fulani ukutambue wewe ni binadamu. Na kwa sababu hiyo unahitaji na wewe kusaidiwa. Na ndio maana uzuri katika maisha ya kanisa, upande mwingine kuna halmashauri ya walei. Kazi yao ni kushauri. Wanaposhauri, sikiliza ushauri wao, utendee kazi ushauri wao. Wewe ndio unaokabidhiwa parokia uweze kuiongoza. Ndio umekabidhiwa na mwasha baba askofu. Lakini mwisho wakati wanapokushauri wameona kitu. Useme nyie nani? Hamwezi mkasema chochote. Kuwa mnyenyekevu. Upendo huo
unaendana na unyenyekevu. Ndio unakuwa mfano katika upendo, unakuwa mfano katika imani. Ukianza udharau yale ambayo ni matakatifu, wanakushika. Uwe mfano wa kuabudu Ekaristi Takatifu. Uwe mfano wa kusali. Ukisali sala za kanisa, sala binafsi. Uwe mfano katika uchaji wako, katika moyo wa ibada, na uwe mfano katika usafi. Usafi si kwa sababu naoga vizuri, unanyoa nywele vizuri na kuvaa suti vizuri. Safi wa moyo. Safi wa moyo maana yake si wa mtu wa kutangatanga, si mtu wa kuvamia mambo ambayo hayakufai, anakuwa kikwazo katika kuwaongoza watu wa Mungu. Imani. Kwa hiyo usemi, mwenendo, upendo na imani na usafi. Uwe ni mtu unayesoma. Usome maandiko matakatifu. Usome mafundisho ya mama kanisa, uelewe vizuri. Na mfano katika kuyafanya haya. Uwe mfano katika kukosoa, kuonya. Kama huna kitu ambacho kinaitwa katika Kiingereza moral authority, huna mamlaka katika maadili. Wamekuona wewe bwana kila siku unapaki gari lako kwenye pombe na unalewa, upo kama hata useme jamani saa hizi msifanye hivyo, anasema si huyu jamaa mwenzetu tu, kwa hiyo hatuwezi kusikiliza. Lakini kama wewe ni mfano na wewe uko mbele yao na wewe una hayo kama ya kwao, utakemea maovu. Utakuwa na ujasiri wa kukemea kwamba hiki ni kibaya, unachofanya sio. Kwa uwe mfano katika kusoma, kuonya, lakini na katika kufundisha. Si maneno yako mazuri ya kufundisha, maisha yako yanafundisha, ni mahubiri mazuri ambayo yanafanya wakikuangalia wanasema mtumishi wa Mungu anakuja. Wakikuona wakasema ngoja tumsalimie baba chukua hiki. Ni muhimu hayo. Tunakumbushwa yote haya katika somo la pili tulilosikia. Paulo anamuelezea Timotheo kwa sababu anaenda katika kazi hiyo. Ni kijana, anamuelekeza vizuri. Lakini anatuelekeza sisi tunapochukua madaraka, tukijua kabisa nachukua madaraka haya, mimi ni chombo cha udongo, nikizubazuba naanguka na napasuka vipande, lakini nakabidhi matakatifu ya Mungu. Nahitaji kila mara kukabidhi mikononi mwake, yeye mwenyewe aniongoze katika haya. Na kwa sababu hiyo kila mara niyasome mapenzi yake, niyatambue mapenzi yake na kuyafanya. Injili ya Yesu tuliyosikia leo, injili katika injili ya Mathayo, Yesu anatuonyesha mfano wa kufanya utume. Tunaambia katika somo hili alienda katika vijiji vyote, hakuwa mbaguzi. Katika dunia leo unaweza kashawishika wasema yule ana pesa, yule pale ni tajiri, yule pale maskini, yule ni tajiri, kwa naenda kwa yule kwa sababu najua atanipa ya vocha, yule haweza kanipa chochote. Hapo utakuwa haribu. Kwenda vijiji vyote, kuwalaki wote, alienda pote. Na kwenda tu hivyo, kutembelea watu wote. Kwa maneno mengine anasema kwamba sikukaa ofisini. Swala la kutoka, utume ni kutoka kwenda kuangalia, sio kuja kanisani tu, sio kufika mbele ukaanza kutangaza naomba mchango, amleti mchango, lakini wafahamu hawa wana nini nyumbani kwao. Kawatembelee, ukawaone hawa wanavyolala, wanavyoongea, wanavyokaa katika nyumba yao. Ina makochi mangapi? Wana chakula hawana? Wanaumwa, wanapigana au wanafanya nini? Watembelee. Kutembelea watu, pastoral outreach. Maana unaweza ukapiga kelele mchango mpaka sauti kapotea, lakini uwafahamu watu wako. Watembelee watu wako, ni utume muhimu sana katika maisha yetu. Lakini kufundisha watu kama tulivyosikia, unakuwa mfano. Kufundisha, wajue kutoa katekesi, wajue vizuri ile kazi ya Mungu na matakatifu ya Mungu. Na wanapojua vizuri, wewe mwenyewe mfano sasa katika haya.
Kwa hiyo kufundisha, lakini vile vile kusali. Uwe ni mtu wa sala, kusali. Unaweza kama kuhani wakati fulani kujisahau hata kusali, hata wakati wa chakula unavamia tu chakula, umekula umeondoka. Na ukapenda zaidi uko nje, kwa sababu hata kama mkeo wa makuhani wawili katika parokia muongee, mnaniana. Kila mtu ana watu katika parokia, na mnapokuwa na watu wenu katika parokia, mmegawa parokia kwa vipande vipande, na kila mtu anapenda awe huko nje, maana kumechafuka. Kwa cha kwanza usafishe ndani mwako, alafu unapoenda unawakuta wenzako hawa, utawasalimia vizuri na utakumbuka nyumbani kwako ulikotoka. Kindasili wakisema baba baba, wanafurahi. Wakisema kule wanasema lioni. Kifika nyumbani kwako wanasema lioni. Kifika nje wanasema baba baba baba. Tengeneza nyumba yako vizuri. Kusali, hubiri habari njema, watu wapate kuokoka, watu wapate kumfuata Yesu Kristo, watu wapate wokovu. Hubiri habari njema, si tu maneno yako. Kama nilivyosema, maisha yako yawe ni mahubiri ya habari njema. Waseme tunaenda kumlaki Yesu kwako, sawa, unafanana naye, wewe si ni Yesu mwingine. Uangalie yote haya, lakini kwa namna pekee Yesu anatuonyesha leo, aliwahurumia watu wamechoka. Na ndio maana ndugu zangu wapendwa, makuhani, mapadri wetu hawa wapya, sio kwamba mnapoenda kwenye upadri mnakuwa wafalme, ni watumishi. Wakati fulani unaweza kujisahau, kama ni sehemu nyingine nilikuwa naongea, wakati mwingine kuna waliokulea, ushemasi umepita katika parokia kadhaa, na unakutana na makuhani kadhaa, pengine walikuonya, pengine walikuambia kitu, na sasa naenda kupata upadri. Nikipata upadri watakiona. Nani watakiona? Utakiona wewe mwenyewe. Utakiona mwenyewe. Kuna jamaa mmoja niliwapa mfano sehemu fulani, alipopata tu upadri pale, amvamia mlezi wake, kwa sababu alikuwa anamuonya, amempa na viadabu vingi. Jiwe walilikataa waashi, limekuwa jiwe kula msingi. Mlezi akamwambia, jambo hili limefanywa na Mungu, nalo ni la ajabu mno machoni petu. Na kwa sababu huwezi ukajivuna, nimekuwa padri sasa nalipa sasa. Padri fulani alinifanyia hivi, atakiona. Waishi upadri wako ndugu yangu, ishi upadri wako. Umeshapikia upadri, ishi upadri wako, ndio hivi. Na ndio maana naambiwa sasa kuhurumia watu wamechoka, wamejeruhiwa, wana huzuni, kuwahurumia. Na ndio maana tunaangalia ulimwengu huu wa kisasa, ndio tunaweza tukawa na huruma kubwa. Yaani ukiangalia utandawazi nini, wengine wamevaa nguo vya ajabu, wanaona sawa. Sasa mbona yule anatembea uchi? Sasa anayotembea vile unamhurumia kabisa, yani una kazi hiyo utume. Unamuona huyu ameenda mkanyaga mafuta, ameenda ameshindwa, ameenda huku, ameenda kwa kuhani fulani, ameenda kwa fulani, ameenda kwa fulani, amerudi, hana cha kufanya, amechoka ile mbaya, unamhurumia. Ndio maana yani Yesu anasema ameona yani wale wamechoka, yani wanatembea wanavyotembea, yani wamechoka, wanahuzunika. Ndio ulimwengu ulivyo. Kiangalia, imani imekuwa biashara. Watu wanataka, yani wanatangaza biashara hiyo ili wapate hela, na wanawaibia wengi. Tuna kazi kubwa kama makuhani, na tuone kwamba kuna watu wetu, Wakristo wetu wanajaa huku, na ndio maana wanajenga vibanda karibu na sisi. Sasa mwisho wakati Ukristo wetu nakuwa shamba la bibi, wanavuna mwetu. Tuna kazi ya kufundisha, tuna kazi ya kuwahurumia hawa, kuhakikisha watambue wana utajiri wote katika kanisa lao moja takatifu Katoliki la mitume. Na
katika hilo waweze sasa kutumia utajiri ule kuufikia wokovu. Tuna kazi hiyo, ni sehemu ya utume. Yesu anatuambia hivi, la sivyo watapotea na wamechoka, wataenda kwa uganga wa kienyeji, wataibiwa, wataenda wapi, yote haya hayatawasaidia. Ni Yesu peke yake. Ndio maana tunasema chanzo cha furaha ya kweli ni kuwa na Mungu, na tunapokuwa na Mungu ndio tunapata hiyo furaha ya kweli, kwa sababu kuna mtu atakayeweza kukunyang'anya Mungu. Na ndio maana sasa tuwaombee mashemasi wetu hawa, na tunapowaombea wanapopata daraja takatifu, tuendelee kuwasaidia, tuendelee kuwaongoza kama wazazi. Leo kuna wazazi watakuja kusema tunawaletea watoto wetu tunakabidhi kwetu. Msije mkawashawishi wazazi mkaanza kuomba hela. Mtaona watakavyosema, yani kwamba mali nitakayopata nikiwa padre ni mali ya kanisa. Msije akifa msije mkaanza kusema tumekuja kuchukua mirathi. Hakuna mirathi. Hela ni za kanisa jamani, na tena nyinyi ndio mnaotoa. Kwa wanapokuja kwenu wasaidieni, wape hela kama unazo, wapeni. Maana wakati fulani tunatia aibu kuanza kutafuta mirathi kwa padre aliyekufa. Jamani, mirathi yetu. Huyu padri tulimwona anaendesha gari. Si lake la kanisa hilo. Tulimwona na saa nzuri. Au hakuwa hata na simu. Jamani, natia aibu. Kwa hiyo wazazi mtakaposema tu hawa ni wababa kiangio, ni wa jimbo la Tanga, msianze tena kurudi nyuma. Mtoto wako huku, mtoto wa baba yako si huku, hana ada. Utamfanya wewe mwizi wa sadaka za waumini. Watu wasaidie waweze kuishi utume huo na wito wao inavyopasa. Tuwe msaada zaidi, sio watu wa kuwapotosha. Tuwasaidie waweze kutembea katika safari hiyo, waungane na Kristo, na mwisho wakamwimbie haleluya mbinguni. Ndio inavyotakiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati.